vinang'aa, vinanukia perfume, vinajua kuvaa kimini na vinajua kukea, japo ni vilokole. Tunashangaa tu mtumishi umeanguka. Alafu tukikushangaa naona tushangaa. Kwa sababu wewe mwenyewe unatuambia hebu angalieni mke wako. Alafu hujui kwamba mke wako ulimwacha mwenyewe. Ngoja nikupe challenge. Kwa nini wanawake wengi ambao wanaishi ndoto zao huwa wanaonekana wanapendeza hata kama ni wazee? Because if you live your dreams, if you live the purpose of God, unanawiri. Utajua nguo gani uvae. Utajua unapokaa na watu uongeaje. The problem ni kwamba unamwacha mkeo yuko busy analea watoto. By the time watoto wameondoka nyumbani mmekuwa wazee, mama yuko kule, wewe upo kule in the name of ministry. Mwisho wa siku ndoa inafanyaje? Inakushinda. Tulikubaliana jana tunaongeana ukweli, si ndio? Let me take you back a little bit. Sababu nitakuwa simewakosea sana haki kama nisipojaribu kugusia jambo hili. Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu, alipomuumba mwanadamu wa kwanza yule mwanaume, amen, ambaye baadaye of course alikuja kutoa babu wake akamuumba mwanamke, si ndio? Kuna mtu mmoja anataka nisaidia kusoma ule mstari wa 7 wa sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 imeandikwa, Bwana Mungu akamfanya Mungu kwa mavumbi ya ardhi, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwenye English translation hili neno kumfanya mtu alisema he formed a man. He formed a man. Kuform kitu maana yake unafanya yani you don't bother. Ni kama tu you're thinking and then you just create like that. You never thought of that. Amen. Hakuweka ubunifu, hakuweka shamba, ni kama tu he formed a man. Futa kumpa hayo maagizo yote akasemaje? Si vema mtu huyu aishi peke yake, nitamtafutia au kumpatia msaidizi wa kufanana. Alafu Biblia ikaendelea kusema ya kwamba Mungu alipowaza hivyo akatengeneza wanyama wengi wa kila namna, alafu akawapitisha mbele ya huyu mtu aliyemtengeneza ili aone kama yuko mmoja wa kufanana naye. Wakapita pale, tembo akapita, jamaa akacheki, akasema wewe utaitwa tembo lakini hufai. Fisi naye pia akasema no, fisi lakini hufai. Simba jamaa akasema no, lakini hufai. Hizo ngoma zote zikozaje? Zinafanyaje? Wakapita pale wanyama mjusi, nani sijui, kobero, kobe. Lakini yule jamaa akamwambia Mungu no, hii yote haifai. Mungu akasema okay, fine. Let me do something interesting. Biblia inasema akamlaza usingizi huyu jamaa, akatoa katika ubavu wake, akatoa sehemu ya ubavu wake, alafu kwenye Biblia ya Kiingereza akasema he made a woman. He did not form, but he made. Now that is very important to pay attention. Kwa sababu mwanaume alitolewa kwenye vumbi, yani Mungu akuumiza kitu namna ya kumfanya. Lakini nilikuwa bishu. Wewe ukiangalia kama mwenyewe unajiona kijana na vumbi. Yani you are not that attractive, you know. He did not invest so much time. Na kuwekea madude, fanya hivi ni mabustani, whatever. Lakini ilipofika kwa mwanaume akasema okay, I'm in trouble. I need to make. Mwanaume amelala hapo, Mungu aka. Okay, hapa. Wewe mwanaume ana makusudi gani nilimpatia? Okay, sawa. Kwa hiyo mwanamke moyo wake niweke hivi. Ana malengo gani? Okay, sawa. Niweke hivi. Ana ndoto gani? Niweke hivi. Ana taaluma gani? Yaani akawa na shape huyu mwanamke kwa kuangalia who is the man that is going to marry his wife. Hello?
Alikuwa anafanya ili yani akiangalia mkewe huyu jamaa atakuwa nani baada ya kufanya mwanaume. And then mwanamke huwa Mungu ana touch, anakula vitu, anagusa, anaondoa, anachonga, anaweka hivi, anatengeneza hivi, anatengeneza hivi, anatengeneza hivi. Baadaye vile kijana kikaamka tena. Ikasema wewe ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama. Hello. Lakini Mungu aliinvest ubunifu, alidesign, aliweka creativity, aliangalia tabia ya huyu mwanaume, ambition za huyu mwanaume, ndoto za huyu mwanaume, malengo ya huyu mwanaume, taaluma ya huyu mwanaume, culture ya huyu mwanaume, kabila lake, kanisa lake, mchungaji wake. There are all these kind of things Mungu he put into consideration. Anakupatia. Kwa sababu napingana na watu wakiniambia there is in every man there is equal opposite called a woman is born somewhere. Nonsense. Kwamba ulipozaliwa ulitengenezewa na mtu wako. Naomba nikupinge leo. I want to challenge you. There is no such a thing. Kwa sababu kama hiyo concept ina hold to be true, then ingepaswa idadi ya wanaume na idadi ya wanawake duniani iwe sawa. Na sio sawa. Hello? Yaani kama Mungu anachokifanya, ungeishia darasa la 7 wewe, ungepata mke aliyotoka kwa Bwana, lakini angekuwa darasa la 7. Ungeishia A level pia, angekutafutia wa science yako kutoka kwake. Na uwe na uhakika mwanamke ambaye ungemuoa kama ungeishia darasa la 7, sio mwanamke utakayemuoa leo kwa sababu una degree. So Mungu hawezi kutoka na kibinti tangu kimezaliwa akikokota, akitaki kuokoka, lakini akilazimisha, akitaki kusoma lakini inabidi kisome kwa sababu tu wewe uje kukioa. No, this not he. Wala ajali. Siku atakapojua unahitaji mke wa kufanana naye, by the time anagundua upo dushe, upo siyo shule gani, Parananda uko wapi, ndio pale anaanza kumwangalia nani wa kukufaa, alafu anaanza kumpunguza pembe hii, anatoa tabia hii, anaweka hii. By the time mnakutana, unajua unatoka chuo hautapata mtu, unajua wapi nani kasema hiyo pumba. Hiyo ni pumba. Ukiona hapa chuo hauna connection, ujisikii kwamba unahitaji kuwa mume, stop it. Endelea na maisha yako. Mungu atakukuta huko porini ulipo, atakutengenezea mke wa kufanana. Huna ndoto, huna mipango, haujui kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hata kuombea sadaka hujui. Let me tell you something, Mungu anaangalia your qualities ndio anatengeneza mtu wa kukufaa. Kama Mungu mwenyewe hakuelewi na hakusomi, anayekupa mke ni shetani. Let me be very frank. Kuna watu ambao wako kanisani lakini hata Yesu mwenyewe hawaelewi. Yaani Yesu mwenyewe hawaelewi. Anamchukua na mweka hapa, kesho anakuta kahamia pale. Anachukua na mpeleka pale, kesho anakuta kahamia. Leo ni mwaminifu kwenye ibada, baada ya kuka shatuomea. Leo anasoma Biblia, baada ya kusomi tena. Leo sijui ni muombaji, leo hamna lolote. Leo ni mtakatifu, kesho ni kazinzi kubwa. Yesu anasema alafu nataka unikipu busy nianze kupambana, maana by the time nakutengenezea wewe msichana umehama ulipo. Wewe rudi hapa. Biblia inasemaje? Alimlaza kwanza nini? Usingizi ili atulie. Oh, you need to understand this thing. You need to understand this thing. Mungu alimfanyaje? Alimpiga kwanza usingizi. Kwa sababu Mungu akianza kumprocess mtu wako, anataka uwe so stand still. Mshikaji wangu nikwambie, kama bado unawanda na maisha ya wokovu na yaani unielewe, tulia, usiombe hata Mungu akupe mke. Maana ule mchakato wa wewe kupata mke ukianza, you have to be so feel. Mungu ajue misimamo yako. Kama una hasira, ijulikane una hasira. Kama wewe ni ovyo, ajue tu ni ovyo. Yaani usimame tu hapo. Sizungumzi swala la utakatifu. Na watu wengine, baba sasa anakuja mbele zako, najikakasha. No. I'm not telling you to be
super holy. I'm not telling you that. Hello? Wala mnajua kuna wengine ikifika wakati sasa bwana anataka kupata mke, unasikia nafunga miezi mitatu kabla. Nafunga miezi? Anajitakasa. Anajiosha. Yesu anacheka, wewe blaza acha usanii. Mwanamke mwangu unatetemeka. Bwana, nionekanie mimi, nakwambia acha usanii wewe. Wewe tulia tu hapo ulipo. Stand still. Nikupiga usingizi utulie. Kama una maasira, tulia, nitakupatia mke ambaye atakunyoosha maasira zako. Kama ukielewi, tulia hivyo hivyo, nikutafutia ambaye hajielewi kama wewe. Sio kama mfano unajielewa hapa miezi mitatu ya kufunga na kuomba, nikakupatia chombo safi, alafu kaniharibia binti wangu. Wewe tulia hivyo hivyo. Kama ujisomi au una maono, wewe tulia, tunaenda mbele ya Bwana kwa unyenyekevu. Mwambie Bwana tu niko hapa, wanijua vema. Wewe nipe hamnaga hiyo mambo. Kama chenga. Na kama kuna wakati wa kujitengeneza maisha yako ni sasa hivi, kabla hujawa na girlfriend wala mchumba wala hujaona maono. Ukianza kujitengeneza wakati ushaona kabinti, obvious katakuwa tu ni wako. Labda kimsingi usiwe handsome wa kutosha kumconvince. Lakini ukiwa handsome utamfuata, utasema Bwana amesema wewe ndiye na atakukubalia na mtaoana. Alafu mtaenda kupiga hizo sarakasi huko ndani. Bwana atakuwa anaangalia na mtoto. Unajua what I see, kitu gani ambacho ninaona ni tatizo sana kwa kizazi hiki cha sasa hivi. People are super pretending and they think they can even lie to God that they are not pretending. Ndipo wakati tunamdanganya Mungu. Kwa hiyo Mungu, I'm so very honest. Kama ndio unakuta ikifika karibu wote mlikuwa mnakumbuka Elevo na Olevo wanapokuwa. Kijamaa kiji ibadani kinasoma. Ikifika wiki moja au wiki mbili kabla ya nekta kinakuwa kitakatifu, kinakuja ibadani, kinamsifu Bwana tena muujiza. Wewe siku zote ulikuwa unategemea Mungu, unasubiri wakati wa pepo. Wewe kwa mtu mkweli kwamba Bwana sikiza kwa mimi unajua na utazanga, sijielewi, ila Bwana sikiza kwa mimi wewe neema zako zionekane kwangu. Amen. Unajua Mungu ni mwenye huruma. Amen. Hello. 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 Ndugu mtu kashafunga miezi yake mitatu, alafu umetulia uweponi. Ametulia uwepo? Mpaka sura imekasirika uweponi. Namsikiliza Bwana. Wewe na vijana wa Boloni. Niwe kutana na mmoja hadi kusalimia na salimia kwa neno la Mungu. Wewe unajua Boloni. Kuna mwenzako ananena kwa Mungu. Yaani yeye unasema Bwana Yesu asifiwe. Yeye tunaona kwambia rikabasha na rabaka. Mimi ni rais wa Kaswe na yeye mshirika wangu. Lakini yeye yuko kiroho kuliko mimi. Sasa kama unahisi kama una kiroho, basi awepo yeye na wewe wote mnazungumza na Mungu, uone nani Mungu atasema naye kabla yako. Unataka yuko rohoni balaa. Hata mwanangu unakula maharage mwezi mzima na kufunga ufungi, ikifika wakati wa kuchagua mke, baba ni rohoni. Acha mambo ya usanii. Wewe imba ile familia wale tunaimba wamejua vema Bwana. Apanaye hapa atakuna. Brother, kama ulipaswa kuzama rohoni ilikuwa ni form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. Huko ndio ulipaswa kumuonyesha Mungu kwa sasa hivi umeshafika chuo. Wewe mwambie unajua nini? Na ukiwa kweli
na mwazi kwa jinsi hiyo, Mungu atakupatia mke wa maana kuliko huyo kumsubiria kwenye ulimwengu wa roho. Mungu aseme, Mungu asemaje hivi? Kwani kwamba Mungu huwa anaongea mahali ambapo we are less expecting him to speak. To be frank. Now this one I'm advising you like my brothers. God usually speaks when we are least expecting him to speak. Haongei wakati tuna tension ya kumlazimisha kuongea. Haongei wakati tunamshurutisha, wakati tunatarajia, wakati ambapo tumeacha yote tunamsikiliza yeye, tumetulia kana kwamba tunafanya yoga au watu wa kung fu fulani hivi tunafanya mazoezi. God doesn't speak at that moment. Mungu huwa anazungumza wakati mwingine when you are least expecting. Mungu wakati mwingine huwa anazungumza nami nikiwa naendesha gari. He speaks to me when I'm sleeping. He speaks to me when I don't even expect him to speak. Omba, mtarajie Mungu, muamini Mungu, mwache afanye kazi yake kwa muda na wakati anaoona unafaa. Don't push him to do. Mungu afanye vitu kwa sababu unapia. Mungu asukumi na hisia. Mungu asukumi kwa sababu una pressure ya kuoa na umri umekimbia. He don't care about your age. Unaweza ukaoa ukiwa na miaka 20 na ukaishi miaka 50 ya mateso kwenye ndoa. Na kuna mwingine akaoa na miaka 50 akaishi maisha ya raha 10 tu. Na akasema kweli niliona nikafurahia ndoa. And which one do you expect? Are you preferring the most? Kukaa miaka 40 ya mateso ndani ya ndoa au kukaa miaka 10 ya kufurahia ndani ya ndoa? Don't try to push him. Hello? Hello? I'm just here trying to encourage you. Kwamba jinsi ulivyo ndivyo Mungu atakuletea mtu wa kukufaa. So if you build yourself, ukijijenga mwenyewe kiroho, kiakili, kifikra, kiuchumi, kimtazamo, emotional intelligence yako, uwe na uwezo wa kumhandle mwenye hasira, uwezo kuhandle wakati ambapo mtu ana matatizo, ana majanga, ana pressure, uwe na uwezo wa kucontain circumstances za maisha. You must build yourself. Lazima utengenezee personality ya kuwa mume wa mtu kabla hujakimbilia kuwa na Mungu. Anaangalia hicho, haangalii ambition zako na shauku zako. Na let me tell you something, kama unadhani tamaa zako za mwili zitazimwa na mke, let me give you this bad news. Mke hawezi kuzima tamaa zako za mwili. Kama the only reason you are getting to marry ni kwa sababu ya tamaa za mwili, this is the bad news to you. Mke hazimi tamaa za mwili, kwa sababu tamaa za mwili hazijasababishwa na mke, zimesababishwa na shetani, na shetani atakuwa na wewe mpaka ndani ya ndoa. Ukishamaliza kutimiza tamaa za mwili kwa mkeo, utatafuta mwingine wa kutimiza tamaa za mwili nje ya mkeo. If you get into marriage with wrong reason, you go out of that with the wrong reason. Wanachepuka maaskofu, wanachepuka wachungaji, wanachepuka wainjilisti, wanachepuka, wanaacha ndoa zao na wake zao, wanaenda kuoa wanawake wengine, and you wondering why. Ni kwa sababu wanashindwa kujua ya kwamba unapokuwa na mkeo ni huduma nyingine. It's the full ministry. Hello? Ile ni huduma. It's not like a woman you're just staying with a woman. That is the 100% ministry. Kabla hujaanza kuwahubiria watu, kabla hujaanza kuombea pepo, kabla hujaanza kuwaponya watu magonjwa, you have to think of this wife. Na ndio maana jana nikakwambia, kama you do not have time for your wife, achana na mambo ya kuoa, achana nayo. Sio dhambi kuingia mbinguni hujaoa. And everybody say amen. Achana na hizo mambo. Lakini ukishaoa, hiyo ni jukumu, full time ministry, full time ministry, na kanisa na washirika wanafuata baada ya huyu, kwa sababu ukimvuruga huyu washirika hapo salama. Ni mmoja ananielewa. Amen. Ni mmoja ananielewa. Amen. I'm a husband. Na najua tukivurugana na mke ndani ya nyumba ni ngumu kiasi gani kuhubiri injili pale kanisani madhabahu. Kwa sababu wakati mwingine unapiga injili afu unamwangalia amesimama amekaa pale pale anakuangalia. Anakucheka. Anakusubiria ushuke madhabahu. Na unakuta mtu anasema Mungu atusaidie sana. Anapiga Mungu atusaidie sana.
Sasa mkeo anambia utashuka hapo madhabahu. Unaona watisha hapa. Wameshanga ili kuoa. Usiogope. Bwana yuko pamoja nanyi. Ninachojaribu kukwambia ni kwamba you have time to invest. Bwana asifiwe. Jana niliongea nikasema wanaume by nature huwa sio wazuri wa kujifunza. Wanaume wameumbwa naturally kujifunza kwa hiari. Kama hivi mnaandaa seminar kwa hiari. Wanaume mmeumbwa hivyo. Wanaume mimi siwezi ni kawaida. Joni mjifunze. Umesikia seminar wanaume watu wangajani. Seminar wanawake kanisa hili. Ita wanaume. Yaani wanaume. Ona kuja ujasikia bado una shingapi bwana. Yaani wanaume ndio hivi. Bora ndio kupata dili ona shingapi. Kwa mimi mkanda leo umechakaa. Unakuja kwa miguu. Hapo unaniambia kwa yaani wanaume tuna hiyo ananifundisha nani? Hapo hiyo ilipotoka kwa maaskofu na wachungaji hiyo wanatulichana misuli. Yaani wanaenda kwenye kongamano wewe nani? Pasta huyo anakuwa nani? Umesoma chuo gani? Kuna hiyo roho inawakamata wanaume ni roho mbaya. Lakini ndio walionayo wameumbwa nayo hiyo ni wabishi hatari. Kwa usipokuwa na jitihada za makusudi intentional. Ukawa na ile intentional learning. Ukaamua kuchukua kitabu kwa lazima kinachohusu mahusiano. You don't feel like